Hatimaye kocha Romain Folz wa wananchi Yanga amefutwa kazi na badala yake msaidizi wake Patrick Mabedi ndiye alikabidhiwa timu wakati ikitafuta kocha mwingine mkuu. Taarifa iliyotolewa kwa umma leo hii ikiwa ni muda mfupi tu baada ya Yanga kutoka kucheza dhidi ya Silver Strikers kule nchini Malawi na kupoteza kwa bao 1-0 mechi ya kwanza ya kuania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ndipo Yanga wakatoa taarifa hiyo. Na hilo linatokana na ukweli kwamba katika mechi ya leo hii Silver Strikers walifunga Yanga kwa bao 1-0 katika mechi ambayo Yanga kwenye dakika karibu zote za mchezo wakionekana kumiliki zaidi mpira, wakifika zaidi kwenye lango la Silver Strikers, lakini wakishindwa kutumia nafasi walizojitengenezea wenyewe, huku Silver Strikers waliokuwa wakicheza kama timu ya pili leo hii wakiacha Yanga ikimiliki zaidi mpira, wao wakishambulia kwa kushtukiza, wakifunga bao zuri lililotokana na kazi nzuri iliyofanywa na mchezaji aliyeng'ara sana katika eneo la kiungo wa Silver Strikers, Uchizi Vunga, na matokeo yake mpira wa mwisho ukawekwa wavuni na mfungaji wa bao hilo ambaye hakuwa mwingine isipokuwa ni Joseph Andulu. Katika mchezo wa leo hii Yanga katika muda mwingi wa mchezo licha ya kuwa na mpira, lakini walionekana kana kwamba wamezidiwa kimbinu na Silver Strikers inayoongozwa na kocha wa muda aliyeshika kwa muda timu hiyo, na sio mwingine ni Edson Kadenge Mwafulirwa. Ni kwa sababu kwenye mchezo huo mara zote ambazo Silver Strikers walipokuwa wakienda kwenye lango la Yanga, japo mara chache walionekana kuwa na hatari zaidi kulinganisha na vile Yanga walivyokuwa. Hata hivyo katika mechi ya leo hii licha ya kwamba timu nzima kwa ujumla ilizidiwa kimbinu na wenyeji Silver Strikers, lakini pia kilichoonekana ni kwa baadhi ya nyota wa Yanga kutoonekana kwa kwenye kiwango cha ubora, jambo ambalo pia limechangia leo hii Yanga kupoteza mchezo huo. Ni katika mchezo ambao Andy Bobo Boeli alikuwa ameanza kama mshambuliaji kinara kabla ya kutolewa na kuja kuingia kwa Prince Pumelo Dube. Alipata nafasi ya kufunga, hakufanya hivyo. Kiungo Mohamed Momo Dumbia alipata nafasi ya kufunga, hakufanya hivyo, hasa katika dakika ya 88 wakati alipokuwa anamwelekea golikipa George Chikoka wa Silver Strikers, lakini katika tukio ambalo ilitazamiwa afanye jaribio la kufunga kwa kupiga shuti alijigonga. Matokeo yake walinzi wa Silver Strikers waliwahi mpira, lakini ni katika mechi ambayo Peodo Pacome Zouzoua alipata nafasi takriban 2 ikiwamo ya tukio la mwisho kabla ya filimbi ya mchezo kumalizwa leo hii alishindwa kufunga. Lakini vile vile zipo nyakati ambazo Yanga alitengeneza nafasi, mtokea benchi Edmund John kuna mpira alipata, wachezaji wenzake wakiwa katika nafasi nzuri kuelekea kufunga, akataka kujaribu yeye kutokea mbali, mpira ambao ulikwenda juu zaidi. Ni katika mechi ambayo Yanga licha ya kupoteza mchezo walifika mara kadhaa, lakini uwezo wao wa kuweka mpira wavuni uliwaathiri kwa kiasi kikubwa. Lakini sio hayo tu, baadhi ya nyota wake leo hii hawakuonekana kuwa na kiwango bora cha vile ilivyotarajiwa. Israel Patrick Mwenda katika kipindi cha pili alionekana kucheza chini ya vile alivyozoeleka. Kuna mpira kadhaa alikuwa akipoteza, matokeo yake alitolewa akaingia Edmund John, jambo ambalo liliwalazimu Yanga sasa miongoni mwa viungo wake washambuliaji akiwamo Maxim Pienzengeli alikuwa kwenye kiwango kizuri kujikuta akicheza kama beki mbili badala ya kwenda kufanya jukumu la ubunifu ambalo alikuwa akihitajika sana katika muda ambao tayari walishakuwa nyuma kwa bao 1. Mpaka kufika mwishoni wa mchezo Yanga wakapoteza kwa bao hili, na sasa kazi iliyobaki ni kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Yanga kama wanarekebisha makosa walionyesha leo hii katika mechi dhidi ya Silver Strikers, ikiwamo kumdhibiti ipasavyo kiungo Uchizi Vunga, kiungo bora ligi kuu ya Malawi msimu 2024, aling'ara sana katika eneo la kati, lakini pia kuboresha namna ya wao kutumia vyema fursa wanazozipata. Ni dhahiri kwamba Yanga ina uwezo wa kupata zaidi ya bao 1 na kisha kuhakikisha waruhusu bao ili kusonga mbele, kwa sababu kwa kanuni za CAF Yanga watahitajika kushinda walau kwa mabao 2-0, lakini wakati huo wakihakikisha hakuna bao ambalo Silver Strikers wanalipata, kwa sababu ikitokea Silver Strikers wakifunga katika mechi ya marudiano Yanga watalazimika kuwa na margin ya mabao 2 kwenda juu, kwa maana tofauti ya mabao, kwa sababu wakishinda 2-1 kwa mfano matokeo ya jumla yatakuwa
2-2 kwa kuwa leo wamepoteza kwa bao 1-0, maana yake itakuwa 2-2. Silver Strikers watasonga mbele kwa faida ya bao la ugenini. Lakini hata wakishinda 3-2 au 4-3, kwa maana kwamba tofauti ya bao ikiwa ni 1 huku Silver Strikers wakiwa wamefunga mchezo huo, maana yake matokeo ya jumla Yanga watakuwa wametolewa katika hatua ya pili ya raundi za awali za kuania kufuzu kwa hatua ya makundi, jambo ambalo litakuwa ni anguko kubwa kwa sababu msimu uliopita 2024-2025 Yanga walikwenda mpaka katika hatua ya makundi, lakini msimu nyuma yake 2023-2024 Yanga walikwenda mpaka hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, huku wakionyesha kiwango kizuri. Sasa Yanga wakati Romain Folz akiondoka, maana yake Patrick Mabedi au kocha mwingine yoyote atakaye kuja kutoa kijiti, kazi mojawapo katika mechi ya marudiano ni kuhakikisha wanapata ushindi na tena wa tofauti ya zaidi ya bao 1, kwa sababu Yanga ikishinda 1-0 maana yake matokeo ya jumla yatakuwa 1-1, na hivyo italazimika mikwaju ya penalty kutumika ili kumpata mshindi, na siku zote mikwaju ya penalty huwa haina mwenyewe, kila mmoja ana fursa, ni 50-50, jambo ambalo litakuwa ni hatari. Kabla ya mechi hii kuchezwa leo hii, kwenye makaratasi Yanga ilionekana na nafasi kubwa zaidi. Yanga mchezaji mmoja wako juu zaidi kuliko Silver Strikers. Yanga rekodi zake michuano ya CAF kwa hivi karibuni back to back inafika hatua ya makundi, na kuanzia 2022-2023 Yanga wakicheza katika michuano ya kombe la shirikisho CAF walikwenda mpaka fainali, wakalikosa taji kwa sababu tu ya faida bao la ugenini ambalo USM Alger waliwafunga Yanga katika fainali ya kwanza kwa Mkapa jijini Dar es Salaam bao 2-1. Marudiano Yanga walishinda 1-0, matokeo ya jumla 2-2 yakaifanya USM Alger kutoa taji. Lakini 2023-2024 ndipo Yanga wakaenda mpaka robo finali, wakatolewa Mamelodi kwa mbinde kwa mikwaju ya penalty. Msimu uliopita waliingia makundi wakamaliza katika nafasi ya 3 kwenye kundi lao la A. Matarajio ni kuona Yanga ikipiga hatua zaidi katika msimu wa 2025-26, na hasa baada ya kufanya usajili kabambe katika baadhi ya nafasi kwenye kikosi chao. Hata hivyo, kipigo cha leo hii kilikwenda kinyume na kile ambacho Yanga wamekuwa kikifanya katika hatua za awali kwenye michuano ya CAF. Msimu uliopita katika hatua za awali, ili ya awali kabisa na raundi ya pili ya awali kwa nia kufuzu hatua ya makundi, Yanga ilipata ushindi mnono wa mabao 17-0 dhidi ya wapinzani wake Vitalo ya Burundi pamoja na CBE ya Ethiopia. Lakini hata msimu nyuma yake Yanga ilipata ushindi kwenye mechi zote, haikupoteza mchezo. Lakini msimu huu imeanza kwa gia hiyo ya kufungwa katika raundi ya pili baada ya kushinda 5-0 katika mechi ya kwanza dhidi ya Wiliete. Hayo kwa kiasi kikubwa yamechangia maswali kuwa mengi dhidi ya kocha Romain Folz, ambaye tayari maneno yalishaibuka hapo kabla kwamba timu yake kucheza kwake hakuvutii, kumefanya Yanga ionekane ikishuka kiwango kile inachoonyesha uwanjani kulinganisha na kile ambacho walimaliza nacho kwenye msimu uliomalizika 24-25. Lakini kocha Romain Folz alikuwa anashinda. Kabla ya kupoteza mechi ya leo alikuwa tayari ameshaongoza Yanga katika mechi rasmi 5, kati ya hizi akishinda 4, akitoa sare mechi 1. Lakini kufungwa leo hii maana yake kumemfanya afikishe mechi 6, kati ya hizi akishinda 4, akitoa sare 1, akifungwa 1. Lakini kubwa zaidi ambalo limekuwa likiibua gumzo ni namna Yanga inavyocheza, inaonekana kustruggle, haina ile fear factor dhidi ya wapinzani, na hicho ndicho ambacho kwa kiasi kikubwa kilikuwa kipigiwa kelele, na leo hii uongozi umejibu kile ambacho baadhi ya mashabiki wake walikuwa kipigia kelele, ikiwamo katika mechi waliotoka suluhu dhidi ya Mbeya City pale jijini Mbeya, ambapo baadhi ya mashabiki walifikia kuzomea. Na sasa maamuzi yamefanyika. Kabla ya kutua Yanga, rekodi zinaonyesha mechi rasmi alizoongoza huko alikotoka ilikuwa ni mechi 42. Kati ya mechi 42 alikuwa ameshinda mechi 8, akitoa sare mechi 20, halafu akafungwa mechi 14 kati ya 42. Zote hizi alikuwa amefungwa. Lakini Yanga kwa kuvutika pengine na kile ambacho mpango kazi wake kwenye mechi, wakaona wampe nafasi wakiamini watafika mbali. Lakini safari ya hapa mapema kabisa mwanzo wa msimu, ikiwa ni matokeo ya kile ambacho kwa jukwaa hili tuliwahi kushauri kwamba kama ni maamuzi magumu yafanyike mapema, na kama ni kuunga mkono au ungwe mkono, na kila mmoja tambue hilo, kwa sababu wakirudia kile walichokifanya msimu uliopita, kumpa nafasi kocha Sead Ramovic wakati wa hatua ya makundi akiwa hajaiongoza timu katika mechi nyingine kabla ya kufika hatua ya makundi, lilichangia kwa kiasi kikubwa kuifanya Yanga isifanye vizuri kwenye hatua ya makundi. Na leo hii wamefanya uamuzi mgumu
kwa kuona kwamba Romain Folz apate mrithi wake, basi wafanye uamuzi huo mapema kabla hata ya mechi ya pili ya kuelekea hatua ya makundi, ili tu huyo watakayempatia nafasi basi apate muda wakifanya Yanga iwe shindani kwenye hatua ya makundi ambako wapinzani hucheza kimbinu sana. Je, itakuwa vipi msimu huu? Yanga wataishia hatua ipi? Watafika hatua ya makundi na kusonga mbele mpaka robo finali, nusu finali, finali na kutoa ubingwa? Ama hii mechi ya marudiano dhidi ya Silver Striker watapata matokeo gani ya kuwapa furaha mashabiki wa Yanga na kuwapunguzia machungu aliyopata leo hii baada ya kufungwa dhidi ya Silver Strikers pale nchini Malawi? Ama itakuwa vipi? Je, wachezaji wataimarisha viwango vyao? Maana leo hii miongoni mwa kasoro zilionekana ni kwa baadhi ya wachezaji kuonekana wakicheza chini ya viwango vyao, na hasa katika eneo la mwisho kwenye kufunga. Yote hayo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.